Mtazamaji wa Tumezinasa TV, karibu sana. Tuangazie matukio ya kimichezo, na leo tuna matukio makubwa mawili ya kimichezo ambayo tutayaangazia. Jambo kubwa zaidi ni kuongezwa mkataba wa mshambuliaji wa klabu ya Simba Elie Mpanzu ambaye ameongeza mkataba wa miaka miwili. Hiyo taarifa tutaiangazia kinaga ubaga na kuiangazia kiundani zaidi. Lakini pia baada ya tathmini ya michezo 16 kutamatika, uongozi wa klabu ya Yanga umemuongeza kocha msaidizi katika benchi la ufundi Abdulhamid Morin kuwa msaidizi wa benchi la ufundi. Hayo yote tutayaangazia, taarifa mbili zilizoshiba kweli kweli. Lakini moja kwa moja, kwanza tuanzie mitaa ya pale Msimbazi, ambapo kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Elie Mpanzu kutoka DRC Congo ameongeza mkataba mpya kuendelea kuwatumikia wekundu wa Msimbazi kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo Elie Mpanzu ameongeza mkataba wa miaka miwili mpaka mwaka 2028. Klabu ya Simba imempongeza rais wa klabu hiyo Mohamed Dewji kwa kufanikisha kumbakiza mshambuliaji huyo, ambapo zoezi hilo limesimamiwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba Clesantos Magoli na kuhakikisha anatia saini ya mkataba wa miaka miwili. Kwa hiyo kaongezewa mkataba wa miaka miwili, na ikumbuke Elie Mpanzu alikuwa akihusishwa kwamba msimu ukiisha anaweza akajiunga na klabu ya Yanga Africa, lakini Mo Dewji yeye alikuwepo akisimamia dili hiyo kuhakikisha mchezaji huyo anaendelea kusalia katika mitaa ya Msimbazi. Taarifa iko hivyo. Lakini Elie Mpanzu ni mchezaji wa aina gani? Huyu ni miongoni mwa wachezaji hatari zaidi kwenye ligi yetu ya NBC. Ana uwezo wa kutumia miguu yake yote miwili kwa ufanisi mkubwa, lakini pia ana uwezo wa kupiga mashuti kutoka kwenye engo ambazo ni ngumu hata wewe kufikiria kwamba hapa anaweza kupiga, hapa anaweza kushuti na akafanya mambo makubwa. Mbali na hilo, ana uwezo mkubwa wa kupenya kwenye maeneo yenye msongamano wa wachezaji wengi na kupita kwa ustadi mkubwa zaidi, jambo linaloonyesha ubora wake wa hali ya juu katika kucheza mpira. Elie Mpanzu ni fundi kweli kweli wa kusakata kabumbu. Sehemu ambayo udhani kama yeye anaweza akapenya na akapita, ndizo sehemu ambazo anapenya kwa ustadi mkubwa. Anapenya na kupiga pasi, anaweza kuingia kwenye boksi na kulazimisha kuleta hatari kwenye boksi la mpinzani. Na Elie Mpanzu ni mchezaji ambaye tumebarikiwa naye kuwa naye katika ligi yetu ya NBC. Ni jambo la kushukuru Mungu pia kuwa na mchezaji wa kaliba ya Mpanzu. Bila shaka hii ni quality ambayo inaweza kuboresha timu yoyote hapa nchini. Yaani Elie Mpanzu kwenye kikosi chochote hapa nchini Tanzania, nikimaanisha ligi kuu, anaweza kuanza kikosi cha timu yoyote kwenye timu zetu 16 zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Kila timu inatamani kuwa na mchezaji wa aina ya Mpanzu. Simba wamefanikisha hilo, kuendelea kuwa na Mpanzu kwa miaka miwili zaidi. Kwa hiyo Mpanzu ni Simba, Simba ni Mpanzu, na Mpanzu anaendelea kusalia hapo Msimbazi kuendelea kuwatumikia katika miaka mingine miwili. Lakini ni yapi maoni yako, mtazamaji wa Tumezinasa TV? Unaiona wapi Simba ambayo inaendelea kuwa na Mpanzu? Simba ambayo imeongeza ubora wa Anicet Oura, Simba ambayo imeongeza ubora wa Libase Gueye, Simba ambayo imeongeza ubora pale katikati ikiwa na Ino Ruemba, Simba ambayo imeongeza ubora pale katikati ikiwa na Kratos Chota Chama, Simba ambayo imejiimarisha kwenye dirisha dogo la usajili, lakini na Elie Mpanzu anaendelea kusalia
pale kunako mitaa ya Msimbazi. Lakini pia miongoni mwa wachezaji ambao pia na wao wameshaongeza mikataba ni Rushen Darok, ambaye yeye aliongeza mkataba wa mwaka mmoja, ataendelea kusalia pale kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi mpaka mwaka 2027. Yeye Rushen Derok beki wakati aliongeza mkataba wa mwaka mmoja. Lakini pia kiungo mkabaji Yusuf Kagoma, yeye pia alitia saini kwa miaka 2 na yeye ataendelea kukitumikia kikosi cha Simba kwa miaka 2 mpaka mwaka 2028. Na sasa Elia Mpanzu ameongeza miaka 2 kuendelea kubakia katika mitaa ya Msimbazi. Ni wachezaji watatu ambao tayari pia wa Simba wamefanikiwa kuwaongeza mkataba na kuendelea kukitumikia kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi. Tunazidi kuangalia taarifa za kimichezo, mtazamaji wa Tume Zinasa TV. Naweza ukashusha komenti yako hapo, niandikie chochote, nitakuja kukisoma hapo. Lakini hapa tugeukie kwa upande wa klabu ya Yanga, ambapo klabu ya Yanga bwana imemuongeza kocha msaidizi Abdelhamid Morin kwenye benchi la ufundi. Imeona isiwe kesi, isiwe jambo, kutokana na mengi ambayo yanasemwa na mashabiki kuhusiana na ubora wa benchi la ufundi. Basi baada ya tathmini wameamua kumuongeza Abdelhamid Morin kuwa kocha msaidizi kwenye benchi la ufundi. Uongozi wa klabu ya Yanga umefanya kikao cha tathmini ya timu kufuatia kumalizika kwa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu bara msimu huu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Yanga, imefanikiwa kucheza mechi 16 bila kupoteza, ikishinda michezo 11 na kutoa sare 5, huku pia ikipewa sifa ya kuwa timu yenye mabao mengi zaidi hadi sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hata hivyo, uongozi umebainisha changamoto kadhaa zilizoikumba timu hiyo, ikiwemo ratiba ngumu ya mechi zilizoambatana na safari ndefu pamoja na majeraha ya wachezaji 8 muhimu ambayo iliathiri kikosi. Aidha, mabadiliko ya kiufundi katika mfumo wa kiuchezaji yameelezwa kuchukua muda kuzoeleka kwa baadhi ya wachezaji. Kutokana na hali hiyo, Yanga imetangaza kumuongeza kocha Abdelhamid Morin kwenye benchi la ufundi ili kusaidia kuimarisha utendaji wa timu kuelekea mzunguko wa pili wa msimu huu. Uongozi wa klabu hiyo umeeleza kuwa una imani kubwa ya kurejea kwa nguvu na kutimiza malengo yao ya msimu huu waliojiwekea, ikiwemo kutetea ubingwa wa ligi kuu na kushinda kombe la shirikisho la CRDB. Hayo ni kunako kwenye klabu ya Yanga Afrika, ndio wamefanikiwa kuongeza kocha mwingine ambaye atazidi kusaidiana na kocha mkuu. Basi Abdelhamid Morin ameongezwa kuwa kocha msaidizi. Kumbukwe alishawahi kutumika kwenye klabu ya Yanga kama kocha wa ufundi akitokea katika kikosi cha KMC, na baada ya hapo aliachana nao akaendelea na maisha yake mengine, lakini sasa amerejea tena kukinoa na kuwa msaidizi wa ufundi kwenye kikosi cha Yanga Afrika. Unayaonaje maamuzi ya kumrudisha Morin kwenye benchi la ufundi ili kusaidiana na kocha Gonzalez ambaye anaendelea kukinoa kikosi cha Yanga? Kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wakisema kwamba hii ni kama danganya toto tu. Morin kaletwa pale kwa ajili ya kuchukua viatu vya Gonzalez moja kwa moja, lakini kwa sasa wametumia mlango wa nyuma kwamba ni kuongeza ufanisi kwenye benchi la ufundi au msaidizi wa kumsaidia kocha mkuu. Iko hivyo, ni yapi maoni yako juu ya hili? Niandikie kupitia
kwenye comment section na mimi nitakuja kusoma kile ambacho umekiandika. Nikukumbushe kwamba usisahau kusubscribe. Mtazamaji wa Tume Zinasa TV, tukiachana na taarifa hiyo ya kikosi cha Yanga Africa, tuangazie taarifa nyingine ambapo kiungo wa klabu ya Simba Morris Abraham ameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinachocheza michuano ya FIFA Series nchini Rwanda. Ameongezwa Morris Abraham kuchukua nafasi ya Simon Msuva ambaye ameshindwa kusafiri kujiunga na timu ya Taifa Stars. Kwa hiyo Morris Abraham, kiungo mshambuliaji wa Simba Sport Club, ameongezwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kinachoenda kujiandaa na michuano ya FIFA Series huko nchini Rwanda. Taarifa ziko hivyo. Ni kushukuru sana mtazamaji wa Tume Zinasa TV. Asante kwa kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo na kusogezea hapa, na siku zote tumekuwa bora zaidi tukiendelea kuzizungumza kwa pamoja. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kushare pamoja na kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi ni Mr. Update wako Robbie Brighton. Bado tuko pamoja mtazamaji wa Tume Zinasa TV kuendelea kusogezea taarifa mbalimbali za kimichezo. Asante kwa sasa.